Utakapoanza kupunguza portion na mwili wenyewe pia unaanza kurespond, kujilinda ili usije ukaingia kwenye matatizo makubwa zaidi. Matokeo yake ni kwamba njaa zitaongezeka na utazidi kunenepa, yani itakuwa ni changamoto sana. Of course unaweza ukakonda kama nilivyosema, kwamba kwa maana kwamba unapoteza maji, unapokuwa hauna virutubisho, kwa unaonekana umekonda, lakini yale mafuta ambayo tunataka tuyachome yanabaki. Siku utakapoanza kula tena kawaida, utaongezeka zaidi. Au hata kama unataka kufanya program ya kupungua, kila utaratibu huu wa kujinyima chakula inakuwa sio vizuri. Na hata kama ukijaribu kupambana sana, ukaweza kuwa mtu ambaye una nidhamu kubwa, ukapambana ukaendelea kujinyima hata kwa miezi kadhaa, matokeo yake ni kwamba unaweza ukaanza kupoteza misuli. Utapungua kweli uzito, lakini misuli itakuwa inapotea. Kupunguza misuli ni jambo ambalo linakuingiza kwenye magonjwa tena mengine. Kwa mafuta yanapungua kama 30% hivi, lakini 70% unaanza kupunguza misuli, kitu ambacho hatukihitaji. Na hata kama ukijaribu kula protini nyingi, utasema misuli ni protini, nitakula protini nyingi sana, lakini zinaonyesha kwamba haisaidii. Labda ukifanya mazoezi, ukiwa ni mtu wa kufanya mazoezi, yani ukaweza kuresist ile hali, sikia haitaki kufanya mazoezi, ukalazimishwa kufanya mazoezi at least ile ya kuimarisha misuli, hiyo inaweza kukusaidia kupunguza upotevu wa misuli kwa 90%. Haimaanishi kwamba inaondoa kabisa, lakini angalau unaweza kupunguza kwa sehemu kubwa. Lakini vile vile ukiendelea sana, utaanza kupata upungufu wa virutubisho. Ukila kidogo kidogo sana, huwezi kupata virutubisho vyote vinavyotakiwa, na ukienda mbali zaidi unaanza kuingia kwenye shida za mifupa. Sawa, unapungua lakini unapoteza mifupa inakuwa brittle, unaweza kuvunjika kirahisi, sio kitu ambacho tunakitafuta. Sasa hii ndio namna bora zaidi ya kufanya. Badala ya kupunguza chakula, punguza eating window. Masaa ambayo unayatumia kwenye kula ndio ambayo unatakiwa kuyapunguza, sio kupunguza chakula kwenye sahani. Ukikaa kula ushibe. Kuna muda ambao huwa tunakula, kuna muda ambao huwa hatuli. Ule muda ambao hatuli mara nyingi ni vizuri ukawa masaa ya usiku. Kwa hiyo maana yake vyakula vyako viishie saa 12 jioni mpaka kesho. Maana yake hapo unaweza kuwa umekaa bila kula labda masaa kuanzia 12, 14 hadi 16, wengine hadi 18. Fanya hivyo, unaweza ukapata benefits nyingi sana ambazo unazitafuta bila kushindana na appetite. Na of course appetite itaanza kupungua yenyewe kwa asili. Na kama katika hii eating window pia utajitahidi kula vizuri. Utajitahidi kula vyakula ambavyo ni vimetokana kwa sababu na mimea, vina virutubisho vya kutosha, vina nyuzi lishe nyingi, vinakusaidia kukaa tumboni muda mrefu na kuwa husikii njaa, na wakati huo pia unachoma mafuta zaidi kuliko vile ambavyo ungejipunguzia chakula. Kwa hiyo ni hivyo tu, yani simple. Unahitaji kufanya mambo magumu sana mpaka unakuwa kwenye stress. Kupunguza uzito ni kitu cha lifestyle, yani cha kubadilisha mtindo wako wa maisha, sio kitu cha kufanya vitu fulani hivi special vigumu vya hapa na hapa. Hapana. Rekebisha lifestyle, unapungua vizuri sana ukiwa umelala, na matukio yanakuwa ni ya kudumu.